Mikoi Kisugu kuyazungumza mengi ya kimichezo. Kama Mikoi kwema? Kwema Salome, mambo vipi? Poa, uko vizuri? Salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Kutiba alaikum siyami. Nimefadhilishwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa lazima tuhusiane mambo mazuri kuyafanya, kuna namna ambavyo kila jambo linakwenda sawa sawa, kila jambo linakwenda vizuri kwa sababu Waswahili wanasema dunia tunapita tu. Kuna maisha mengine huko ambako tunakokwenda tena muda mrefu. Mikoi Kisugu, story kubwa ni mara baada ya mchezo wa dabi kupelekwa visiwani Zanzibar. Na taarifa hapo jana ikatoka kuhusiana na barua ambayo mmeandikia bodi ya ligi, kwa nini mkiuliza sababu ya afisa habari wa Young Africans kuwa wa kwanza kutoa taarifa ya mchezo kupigwa visiwani Zanzibar. Na leo pia Ahmed Ali, afisa habari wenu, amethibitisha hilo. Tuanzie hapo. Ni kama season ya hatuchezi inataka kujirudia tena. Ya kwanza sisi kucheza tutacheza. Kwa sababu tunajua kwamba kwa mujibu wa taratibu tunahitajika kucheza kwenye ligi NBC. Lakini pale ambapo tunapokwenda kuwakumbusha wenye mamlaka kanuni, kwa maana kuzisimamia, isionekane kwamba klabu ya Simba inanongwa. Moja katika watu ambao mimi nawaheshimu sana na appreciate katika ambacho kile wanachokifanya ni bodi ya ligi. Wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Lakini kuna mambo mengine lazima tuwakumbushe bodi ya ligi. Hawapo kwa ajili ya timu moja, wako kwa ajili ya kusimamia ligi ya NBC. Pale ambapo sisi tunawakumbusha kanuni, basi kimsingi wanatakiwa kuzifuata zile kanuni kwa sababu wao ndio wasimamizi wakuu wa hizo kanuni. Mimi naamini kwenye barua ambayo Simba walioandika, hakuna sehemu walioandika kwamba sisi hatuchezi. Haipo. Isipokuwa wao wanataka kujua mwenye mamlaka kwa mujibu wa kanuni kuutangaza mchezo wa ligi NBC unapofanyika ni nani. Simba ni klabu kubwa. Na hii klabu imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira. Na tuko tayari kucheza mpira sehemu yoyote. Kama Simba tuliwahi kwenda kucheza Misri, tuliwahi kucheza Algeria, tuliwahi kucheza Morocco, tuliwahi kucheza Ivory Coast, tukatai kwenda kucheza Zanzibar? Haiwezekani. Isipokuwa tunachofanya kama nilipozungumza awali, kukumbushana kanuni ambazo tuloziweka lazima zisimamiwe. Ngoja nikupe kisa kilichotokea katika hili jambo, maana yake watu wengi hawataki kujua chanzo nini. Kwa mujibu wa ratiba ya ligi, bodi ya ligi, mchezo wa Simba wa machi moja unaonyesha ulitakiwa ucheze katika uwanja Benjamin William Mkapa. Wakati Dar es Salaam Africans anacheza makundi kwenda robo Zanzibar. Baada ile mechi kusha, mmoja kwenye interview zinavyozungumzwa nyinyi waandishi kumhoji Ali, akafunguka pale pale akasema mizali hili limekusha, Simba tutawaleta hapa Guantanamo moja kucheza. Maana yake kwa mujibu wa taratibu, Ali anatangaza kwamba mechi ya Simba na Yanga inafanyika wapi? Zanzibar. Lakini baada ya siku mbili sasa, mitandao ya kijamii baada ya kuzungumza hii story, ikaenda kamfikia msemaji wa bodi ya ligi, ndugu yangu Karim Boimanda. Kiko kituo kimoja cha radio kikaenda kumhoji Boimanda. Boimanda akasema sisi ndio wenye mamlaka ya kutangaza nini? Uwanja. Tunavyofahamu hiyo mechi inakuja kuchezwa wapi? Benjamin William Mkapa. Huyo ni msemaji wa bodi ya ligi Karim Boimanda. Sikilizeni waandishi, mujue Simba wapi wanasimamia. Hatujui nini kinatokea. Karim Boimanda yule. Bodi ya ligi wanatoa press release kesho yake, wanautangazia umma kwamba mechi itakwenda kufanyika wapi? Zanzibar. Moja, lazima tutakiwa kujua nani mwenye mamlaka kutangaza mechi husika inapocheza katika uwanja. Na hii inatufikirisha kwenye mechi hatuchezi. Kuna watu walichukulia, inatufikirisha. Kuna watu walisimamia misimamo yao wakaondoshwa kilazima kwenye mamlaka zao kwa sababu malengo yao hawa kazi bure itimie. Malengo ya Young Africans. Kazi bure. Unaita kazi bure. Wao leo wananikumbusha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Kasongo. Aliondoka bodi ya ligi kwa sababu ya misimamo yake, kukataa kusurutishwa na hawa sema nile.
Katibu mkuu ameondolewa. Japokuwa aliandika barua kujiuzuru, lakini sosi ya kuandika barua ndio hiyo tunaijua. Baada ya kusimamia misimamo yake kama nini? Kama shirikisho au kama bodi ya ligi. Salome, tunaupeleka wapi mpira? Hawa mimi nilisema kuna nguzo na kuna kitu wanategemea, watakachoamua wao lazima kiwe. Hatuwezi tukacheza mpira kwa staili hiyo. Ile mechi hatuchezi. Tutacheza marumbano ile. Walisema ili sisi tucheze lazima Kasongo aondoke. Akondoka? Aliondoka. Walisema ili tucheze mzee yule alikuwa bodi ya ligi, mzee Mguto aondoke. Akondoka? Aliondoka. Ili tucheze Kidau lazima aondoke. Akondoka? Maana yake leo anayarudia yale. Ali ndio anakuwa msemaji wa bodi ya ligi, anakwenda kuizungumzia ligi kwamba mechi inakwenda Zanzibar kulikoni wahusika. Hiyo inamaanisha Young Africans wana nguvu kuliko bodi ya ligi. Yes. Yes. Naonekana kuna nguzo zipo nazitegemea kwamba sisi tukitaka jambo letu liwe lazima liwe. It's not fair. Na hili mimi nilizungumza mapema. Hawa kuna sehemu wanategemea, wamejifichia hawa. Haiwezekani wao wana mamlaka kila kitu kwenye football kwenye nchi. Na moja ya shida na nyinyi baadhi yenu waandishi wa habari mmeingia kwenye huo mfumo. Kwa namna gani Kisugu waandishi wa habari tumeingia? Hamtaki kusema. Hivi leo kuna muda mwingine viongozi wa bodi ya ligi hawafati kanuni zao kwa sababu wanaogopa kusurutishwa au wanaogopa kazi zao walizokuwa nazo, ili hao wasije kusema wakaondoka katika maeneo yao. Hivi leo kwa situation ile tunacheza hatuchezi. Turudi tulete akili ya kibinadamu tu ya kawaida. Leo Yanga wakisema hatumtaki Kalimbo Imanta atabaki? Waamue lao. Yes, waseme atabaki. Watu kama waliweza kufanikiwa kumuondoa katibu mkuu, watu kama walifanikiwa kumuondoa CEO wa bodi ya ligi, watashindwa kumuondoa msemaji? Na ndio maana leo anamsababisha Karimu aonekane hana msimamo. Jumamosi anakataa, Jumapili anakubali. Hii ina maana kwamba Ally Kamwe alitoa taarifa ikiwa bado hajafanya mabadiliko na mazungumzo na bodi ya ligi. Inavyoonyesha. Na ndio maana sisi Simba tumeandika barua, tunahitaji kujua nani mwenye mamlaka ya kusema nani kwenye bodi ya ligi. Na ndio maana msemaji, kama nilivyozungumza dakika chache zilizopita, Kalimbo Imanda alisema mimi namkubali sana katika hilo. Lakini kuna muda mwingine Kalimbo Imanda analazimika kusema yale kwa sababu anawajua hawa. Iko siku atasema mondoeni Kalimu. Kwamba nanili hadi uongozi unaingia uoga kupambana na Young Africans. Yes, unapambana na nini? Hatumtaki Mguto kaondoka. Hatumtaki Kasongo kaondoka. Hatumtaki Kidau kaondoka. Imebakia muda mchache tu waseme online mkimoji Kisugu msije kutoja. Nanyi mtawasikiliza. Na sisi tutakaa kando. Mtafanyaje? Wote nanyi mmekamatwa katika hiyo situation hiyo moja. Salome, tunapoweka kanuni, tunapoweka utaratibu, tuheshimu, lazima usimamiwe. Kisugu, mnasema kwamba huu mchezo mnacheza, lakini tayari barua mmepeleka kwenye bodi ya ligi. Majibu mnategemea atatoka majibu ya aina gani, na tayari mechi imeshapangwa visiwani Zanzibar? Anayeuliza anasubiri jibu. Sasa kutegemea majibu ya namna gani, nategemea wale ambao watakaofanyaje, watakaojibu. Kwa hiyo tusubiri tuone namna ambavyo wao watakavyojibu. Lakini kwa namna situation inavyoenda Kisugu, majibu yanayohitajika kutoka kwa uongozi wa Simba ni wazi kwamba hawajaridhia hichi ambacho kinaendelea. Rejea muda mchache uliopita. Rejea kwenye kauli ya msemaji. Sisi hatujaandika barua ya malalamiko. Tumeandika barua ya kutaka ufafanuzi wa kanuni. Nani mwenye mamlaka, nani kusema? Leo wanakuja na hoja, wanasema uwanja Benjamin Mkapa kuna mashindano ya Qur'an. Ni kweli kwamba uwanja Benjamin Mkapa una mashindano ya Qur'an. Na kutumia nyinyi waandishi wa habari, niwaambie waumini wa Kiislamu wanahitajika siku hiyo kuhakikisha kwamba wanakwenda kujaza uwanja Benjamin Mkapa kwenda kusikiliza maneno ya Mungu. Na kwa nini? Kwa sababu katika huu mwezi wa Ramadhani Mungu anateremsha aya ya kwanza, anamwambia Muhammad, ikra, soma.
Kusoma kuna namna mbili. Kuna kusoma kwa kawaida, lakini pia kuna kusikiliza nako ndani yake kuna nini? Kusoma. Lakini tumeshawahi kucheza dabi pale baada ya mashindano kusha siku hiyo hiyo. Nini sasa hivi kimeshindikana unadhani? Au bwana wakubwa hawataki. Kwa sababu nakumbuka kauli iko siku Salome. Sihitaji. Yawezekana nikawepo duniani au nisiwepo duniani. Yanga watoto wa amri wakacheza Burundi na ligi yetu itakwenda kuchezwa Burundi. Nani anapinga? Hebu twende vizuri. Najua Salome, nyinyi hivi vitu mnachukulia poa Salome. Huku tunakokwenda na kuendesha mpira wetu ni kubaya. Tutengenezeni misingi watoto wetu wajikula matunda haya. Tusitengeneze misingi watoto wetu. Leo hii Dar es Salaam Young Africans wamefika mahala hawajui hata thamani ya mashabiki wao. Kwa namna gani? Unamtoa mtu Mwanza, aje Dar es Salaam, apande boti ende Zanzibar. Akaangalia dabi. Unamtoa mtu Mbeya, apande gari Dar es Salaam, apande boti ende Zanzibar, kaangalia dabi. Hii inamaanisha na radha ya dabi inafanyaje? Na idadi ya uwanja ule wa mashabiki ni wachache. Leo hii tunaamini ni dabi ya 3 au ya 4 kwa ukubwa kwenye bara la Afrika. Kwa nini tunasema kwa ukubwa? Mahudhurio yake watu wanakuwa wengi, uwanja Benjamin Mkapa watu 60,000. Leo inahamishwa napelekwa kwa watu 12,000. Hatengenezi misingi ile kwa bora. Kisogo kipindi Alikamwe anazungumza. Turudi kwenye ufea. Na niwaombe bodi ya ligi wawe makini katika hili. Wasimame katika misimamo yao. Mimi nawaamini, sina mashaka nao. Ila nawakumbusha, hii ligi yetu iko siku itakwenda kuchezeka Burundi. Haki ya Mungu na Mungu na hapa na mwezi huu. Na wakiamua inakuwa hivyo. Nani anaweza kuzuia? Kazi ya mwenyekiti wa bodi sio ndogo. Mtu mkubwa. Lakini Ali anasema sisi hatuchezi mpaka mwenyekiti wa bodi aondoke. Hakuondoka. Sasa leo kama wataamua ligi tunakwenda kucheza Rwanda, nani atakayezuia? Wewe mtaje Salome. Mimi sina uhakika Kisogo. Salome mtaje nani? Kwa hiyo hakuna wa kuzuia. Watanzania tushikamaneni. Haya mambo mengine yanayotokea ambayo hana dila, hayana sela lazima tuyapinge. Kisogo, tunafahamu ya kwamba mwenyeji wa mchezo ana mamlaka ya kuhamisha uwanja kupeleka sehemu yoyote ambayo anahitaji. Kuna kanuni hiyo ipo. Huenda Young Africans wameitumia hiyo kanuni. Kanuni ipo Salome, lakini rejea kwenye hiyo kanuni pia kuna utaratibu uliwekwa. Yanga uwanja wake nyumbani wapi? KMC. Lakini mechi Yanga na Azam wanacheza wapi? Mkapa. Nini unajifunza? Maana yake kuna kanuni na kuna utaratibu. Utaratibu uliowekwa, mechi zote zilizokuwa kubwa kwa maana ya dabi zitachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndio makubaliano katika utaratibu. Utaratibu umevunjwa Kisugu. Twenzetu Zanzibar. Sisi ni klabu ya mpira. Na sisi ni mashabiki. Na sisi ni wanachama. Moja sifa ya wanachama wa Simba, moja sifa ya mashabiki wa Simba ni kuwasikiliza uongozi wao. Sisi tutakwenda kuwasikiliza Simba nini wanatuambia mashabiki wao. Maamuzi yote viongozi wa Simba watakaoyatoa ndio ambao tuko tayari. Tuko tayari wana Simba. Tunamsikiliza msemaji wetu Ahmed Ally akisema mechi inakwenda kuchezwa Zanzibar, sisi tutakwenda Zanzibar kusema. Wakisema hatuchezi, tutaisupport katika hilo. Season 2 ya hatuchezi inarejea. Yes, kama itakuja lazima ije. Kwa sababu sisi Simba tunaamini ni Watanzania na tunaamini tuna haki kama jinsi ambavyo alivyokuwa na haki mtu mwingine. Lakini haiwezekani kajengeka taswira kwenye nchi hii ikaonekana Yanga ndio ana haki kuliko mtu mwingine. It's not fair. Hii ni nchi yetu, kila mmoja awe huru kwenye nchi yake. Haiwezekani kila jambo wanapoamua wao liwe. Waswahili wanasema bubu huwa asemi, lakini kuna muda uchungu ukimpata anasema kwa sababu ya maumivu ya mwanawe. Iko siku tutasema. Ipo siku zaidi ya haya ambayo unasema sasa hivi Kisogo. Iko siku tutasema. Kisogo, ndio hivyo tumezungumza kuhusiana na Kariakoo Derby. Na moja ya kauli ambayo alizungumza Alikamwe ni kwamba nyie mlifurahia wao kutolewa kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuishia hatua ya makundi, na akaweka wazi kwamba kilichowakuta wapinzani wao pale visiwani Zanzibar kinaenda kuwakuta na nyie Kisugu. Sio tulifurahia tu na kucheka, tulicheka kwa kutolewa.
Sio kwa kucheka tu. Na dua tuliomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hawa kutoka kwenye mashindano. Mlitoa shukrani kwa. Na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu hawa asipate nafasi tena ya kucheza robo kwenye haya mashindano. Wewe katika majina ambayo tuliopeana, Simba alipewa jina mwaka robo, si ndio? Walitupa Azam. Waliwapa Young Africa. Walitupa Maji ya Songea. Leo si tukicheka tunakosea. Hali ya juu hali kaanza juzi. Uzalendo kwenye nchi, watu wa kwanza kuikataa ni Yanga. Umekataa uzalendo kwenye nchi. Waandishi semeni. Hawa wakati ule kumbe Salome bado na yeye bado. Kwa kijijini. Mavara ndio kwanza sijui. Boli zozo wanatufunga goli la pili. Goli la kaskazini katika uwanja wa Uhuru. Yanga kule kwenye main stand gorofa jukwaa kuu lile. Wanaimba uzalendo umetushinda, uzalendo umetushinda, uzalendo umetushinda. Leo Yanga anakosa kwenda robo finali. Situlie. Na nyinyi mnaimba uzalendo umetushinda. Kulia kupokezana. Na kwa Yanga ile, kwa namna ambavyo mimi ninavyoiona, wana miaka 10 ndio wanaweza kwenda kucheza robo ya klabu bingwa barani Afrika. Haki ya Mungu. Haiwezekani timu unafanya registration mwezi wa 4, wa 5, wa 6 ligi inaanza, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 unafukuza timu nzima, wachezaji wote ambao unafanyaje, uliwasajili wapya wanabaki wawili tu, alafu utegemea uende robo, labda ya babu yako robo hiyo. Lakini Simona wameshusha mashine. Ipi? Depu yuko pale, Alan Okelo yuko pale. Umeona? Kuna Buba pia ameshuka pale. Ameenda kuwafunga Sifapolitani. Mabingwa wa miaka 67. Mabingwa miaka toka 67. Wanakuambia wanatoa vyuma, wanaleta vyuma zaidi. Lakini inawezekana katika mtazamo walivyokuja hivyo. Lakini turudi katika ukweli katika hili. Sipendi sana kuwazungumza hawa watani wangu. Lakini mimi ndo mwenye fursa ya kuwazungumza kwa sababu hao ni watani wangu. Hiki ambacho wanachokifanya hawezi kufaulu. Na ndio maana leo wakikaa wanamtuma yule Kizuruhuda yule. Sijui Hansi sijui Kizuruhuda. Kizuruhuda Hansi. Kisugu Kizuruhuda. Kizuruhuda. Nenda kaulize Wazalamo Msanga Ngungele, Pangala Shaba, Pangala Mwingereza, kwa Libibi pale Mfuru, Gwata, Mzenga. Kaulize Kizuruhuda maana yake nini? Watakwambia. Wanaamini kwamba hili Yanga akitakiwa afike robo lazima apate aina wachezaji waliokuwa Simba kila Mpanzu. Na ndio maana Mungu amempa moyo wa dhati wa kujua mioyo ya watu walichopenda katika mioyo yao. Si umeelewa vizuri? Lakini kikubwa lazima niseme. Iwe isiwe lazima kanuni za mpira zisimamiwe. Ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea mikoa Kisugu. Kabla ya kuikaribia dabi, mna michezo miwili, yote mtakuwa ugenini. Mna mchezo Dodoma na timu tayari imesafiri. Umekitazama kikosi chako Kisugu hadi hivi sasa kwenye baadhi ya michezo ambayo umecheza bara baada ya kuondoshwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Safari ya kuisaka taji la ligi kuu imeanza. Ya, ni kweli. Timu imesafiri leo. Bahati nzuri namshukuru Mwenyezi Mungu, nami nilikuwa shuhuda kwa shuhudia vijana wakiondoka na treni ya SGR. Na hivi nazungumza kwa sababu SGR sifa yake tunaijua. Vijana washaanza kuipita Morogoro, saizi wana chapu haraka kuingia Dodoma. Tunawaheshimu sana Prison. Moja katika timu ambazo huwa zinaita upinzani mkubwa pindi ndapo inakutana na Simba, basi Tanzania Prison. Na kibaya ukizuri zaidi kwamba ukiangalia mechi yao ya mwisho waliocheza na Namungo, second half washapigwa goli 2. First half goli 2. Second half kapiga comeback ya maana. Hii inatustua kama Simba. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu Steven Becker amejipanga vizuri. Dhamira na nia ya Simba mwaka huu tumeshamkabidhi mwalimu. Dhamira yetu kama wana Simba kuhakikisha mwaka huu tunakwenda kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Na mwalimu Becker anajua ili uwe bingwa maana yake lazima upate matokeo katika mechi ambayo ilikuwa mbele yako. Mimi naamini kwamba mwalimu ameandaa timu vizuri, vijana tutakwenda kupambana inshallah, kwa Mwenyezi Mungu tutachukua point 3 dhidi ya Tanzania Prison. Asante mikoa Kisugu. Asante, nami niwashukuru, niwapongeze sana. Tuendelee kujidai, tuendelee kutanua katika jiji la Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa Albert Charamila, moja katika mkuu wa mkoa ambao mimi na appreciate sana kwa namna kazi wanazofanya. Asante. Asante, niwashukuru sana.